Bana, leo basi nimepita katika Afrobeat Radar, nimekuja kugundua kwamba pia Harmonize katika nyimbo ambazo zimetoka 5 katika wiki hii, nazo Harmonize naye yupo. Nyimbo yake ya Finally imewekwa kwenye listi hii, ambayo pia anayehusika na jambo hili basi ni mwamba anaitwa Adisope. Ni mwamba ambaye anajihusisha na masuala haya ya kupromote muziki wa Afrika kiujumla, yani kwa namna moja au nyingine mwamba huyu ni kutoka katika nchi ya Nigeria, ila ukaribu wako na yeye ndio utamfanya basi azidi basi kupromote kazi za Nigeria pamoja na za kwako. Harmonize ni mmoja wapo mtu ambaye yupo karibu naye sana. Kipindi ambacho amekuja katika nchi ya Tanzania, nikimaanisha kwamba alifika Zanzibar katika shughuli ya Trace Awards, Harmonize alionekana naye wakiwa pamoja. Hii ikiwa na maana kwamba Harmonize ni mmoja kati ya mtu ambaye yupo naye karibu sana. Harmonize kupitia ngoma hii ya kwake ya Finally ambayo amemshirikisha Miri Bernard ni mmoja kati ya nyimbo ambayo ipo katika listi ya nyimbo 5 ambazo zimetoka katika wiki hii ambayo ni wiki ya iliyopita, Baada ya hapo Black Sherif pia ni mmoja wapo na Shayze Vibes ambayo nyimbo hii inaitwa Sin City, na baada ya hapo tena kuna ngoma ya kwake Iyanya inaitwa Yebo, ni moja kati ya listi ya kwake Adisope, anataka kusema kwamba ni Afrobeat Radar. Sasa katika nyimbo hiyo listi hiyo pia kuna nyimbo ya kwake Kojo Black pamoja na Sako D ambayo inaitwa Next Door. Kuna namna kama vile mwamba amejaribu kupromote nyimbo zote 5 za wa Afrika, ambao basi namna gani amejaribu kuminimize zile bias. Amechukua pia nyimbo ya Ghana, amechukua pia nyimbo ya Nigeria, amechukua pia nyimbo ya Ghana ya Black Sherif pamoja na nyimbo ya Sako D, akachukua tena nyimbo tena ya Iyanya Nigeria, kuna nyimbo tena ya Harmonize kutoka katika nchi ya Tanzania. Kwa Afrika Mashariki pamoja na West kiujumla tunafanya kushirikiana. Hii ni namna ambavyo Adisope amefanya njia yake kama vile utamaduni kwake, kuhakikisha kwamba anazidi kuconnect wasanii hao basi wazidi kuheshimiana na wazidi basi kupata connection za international. Sijui itakuwaje kwake Harmonize, lakini kupitia ngoma hii inaonekana kwamba juhudi zikiwepo na jitihada zikaonyeshwa, basi kuna namna kama Harmonize anaweza kwenda kubenefit kupitia ngoma hii tena level za international, kwa sababu ni lugha ambayo sio ya kwetu. Lugha hii ni lugha ambayo ni ya watu wengine, na ndio maana wabongo wengi wanashindwa kuielewa lugha hii. Basi mimi nafikiri kwamba sitakuwa na la ziada kwa muda huu. Ni haya iliyojiri katika mitandao ya kijamii, especially kumhusu Harmonize pamoja na Adisope, na hawa wote Iyanya, Black Sherif pamoja na Sako D, wote hawa ni miamba ambao wanatoka katika bara la Afrika. Wote kwa pamoja tunasema Afrobeat Radar. Bye bye for now.